Kwa kuna watu wengine wako kwenye wokovu wanafikiri wokovu ni kitu chepesi cha kawaida sana. Ni kama dini fulani ambayo imejikusanya kumwabudu Mungu. No. Yaani kabla ya kujikusanya tuangalie wokovu ni nini. Kwa hiyo wokovu ni wa thamani zaidi ya milioni 20, zaidi ya bilioni za fedha. Ndio wokovu. Kwa hiyo kama wokovu ni wa thamani, wewe mwenyewe mwenye ule wokovu lazima uwe na tahadhari juu ya maisha yako. Yaepuke mazingira ambayo sio rasmi. Yanaweza kusababisha hasara juu ya maisha yako ya wokovu. Yaepuke kabisa. Kwa sababu shetani anachokiangalia ni hiyo hela ulionayo, uthamani ulichonacho. Kwa hiyo atatafuta mbinu mbadala yoyote ya kukisha maharibu uthamani wako. Kwa hiyo ndio maana nataka kusema tahadhari ya msingi sana. Kuwa makini. Hata kama ni kijana wa kiume na kuzoea wewe ni wa kike, mnaimba naye kwaya sawa, anizoee lakini awe na mipaka. Unanizoea mpaka wapi? Ili iweje baadaye? Mkosi. Kwa nini unizoee mimi? Mimi mwanamke, wewe mwanaume unataka kunizoea unipeleke wapi? Unanizoea kiasi hicho. Asikatai kukupa bwana. Mama anasema baba anaongea vizuri. Tuseme wote amen. Si sawa? Ni sawa, wewe ni kijana mwenzangu, tunasali CGM wote Jumatatu au Jumanne, lakini uwe na mpaka basi. Ukilipa bwana sifiwe tukaongeza nyumbani yaishe. Kama una jambo jingine kwa nini unifatefate? Halo?